ndani ya Shela Ward. Wakazi wa Sokoke, eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi, wanakodolea macho mlipuko wa magonjwa ya kipindupindu kutokana na uhaba wa maji safi ya kunywa. Wakazi hao wamelazimika kutegemea mabwawa madogo ambayo pia wanyama wa mwituni na hata mifugo hunywa. Katika eneo la Bangale, japo maji wanayoyategemea ni machafu, wakazi wamelazimika kulinda kwa zamu bwawa dogo kutokana na kuchafuliwa zaidi kwa maji hayo na ndovu, huku wakihofia usalama wao. Emmanuel Kazungu, mkazi wa eneo hilo, anasema kuwa juhudi za mashirika yasiyo ya serikali kuwanasua kutokana na tatizo hilo zimeambulia patupu kutokana na barabara pia kuwa mbovu. Kuna ndovu walikuja wakaoga ndani, kuna mifugo hapo nyuma walikuja wakaoga ndani, lakini kwa sababu sisi hatupati maji, hatuna venye tunaweza saidika na hii mambo ya ukosefu wa maji, inabidi tunakunywa hivyo hivyo. Hiyo maji hata uchotewe kwa kikombe na munai, utadhani si maji, ni chai ya maziwa. Yenye tunataka ni maji. Haya maji ambayo tunakunywa ni maji ya wanyama, si maji ya wanadamu. Mshirikiane huko, mtuletee maji. Hata wanafunzi hapa mara kwa mara wanapelekwa hospitali kwa sababu haya maji ambayo wanakunywa si maji safi, na ni asubuhi waje wachote hapa alafu waende shule. Wakifika huko wanatumia mchana, yameisha, inabidi tena wanachoma na jua wanakuja hapa. Tunapitia shida wakati ikisha hii maji. Hapa na Ndigiria si karibu. Kwa hivyo tunaomba kama serikali itasikia kilio chetu na kama wana kijiji muwasaidie. Hawajawahi kabisa katika before devolution ama hata baada devolution, hawajawahi kabisa kufikishiwa pipe ya maji safi. Ni pipeline ndefu ambayo kuna muda nilipitisha department ya maji, na kwa survey yao wakaona kwamba ni pipeline ambayo itahitaji kama kima cha milioni 100. Kwingineko mtazamaji, wakazi wa Cherus katika eneo bunge la Keses, kaunti ya Uasin Gishu, wamemtetea mtuhumiwa kwa jina la Collins Leitich almaarufu Chepkulei, ambaye anaripotiwa kuanzisha kituo cha polisi